Nimeshangazwa sana na hili swala la Diamond Platnumz pamoja na Tifa linalowahusisha na swala la kwamba mapenzi yanaweza yakawepo au hata ndoa inaweza ikawepo kati ya Diamond pamoja na Tifa, katika namna ambayo mimi nikajiuliza kwani sheria zinatoka wapi hasa hizi. Sasa nataka nikuwekea hii clip hapa uweze kusikiliza kwa makini kabisa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kuhusiana na Diamond pamoja na Tifa, alafu utakuja kuniachia maoni yako kwamba hizi sheria kweli zipo au hazipo, kwa sababu wengi tunafahamu au tunajua kwamba mwanaume kulala na mtoto wake ambaye anamuita baba kiufupi ni laana. Sasa hii inakuaje na ni kweli hizi sheria zipo au vipi? Ndugu zetu Waislamu mtatusaidia zaidi hapa, kwa sababu pengine kuna watu ambao wanaweza kawa naelewa vizuri na undani wa hiki ambacho kinazungumzwa ama kinazungumzwa kwenye hii clip ambayo nakuwekea hapa. Sasa before sijakuwekea, naomba nikukumbushe kuna stories na updates nyingi sana za Mastani nitakuwa nazidi kukusogezea hapa uweze kufahamu kile ambacho kinazidi kutrend. Cha kufanya ili usikose video zijazo, check chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniacha maoni yako. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Msikilize vizuri kabisa, huyu tunaweza tukamwita Shehe, alafu utakuja kuniacha maoni yako kwenye sehemu ya comment kwamba ni kweli au sio kweli. Enjoy. Uislamu unajua umelikemea sana jambo la zinaa. Kwa mfano Diamond kazaa mtoto wa kike, basi ni damu yake kabisa, lakini kisheria sasa anaweza kamuoa. Kwa mujibu wa sheria mtoto wake wa nje ya uzinifu anamuoa kwa mujibu wa sheria ya dini. Sheria ya dini imeruhusu kwa sababu ni mtoto wa nje ya zina. Ni mtoto wa nje ya ndoa, kwa maana ni mtoto wa zinaa. Basi sheria imemruhusu anaweza kamuoa. Kwa maana japo ni mwanae wa damu, lakini sheria inamruhusu anaweza kamuoa na hakuna shida. Ni ipi ambayo inasema kwamba mtoto wa nje ya ndoa anaweza kaolewa tena baba ambaye amemzaa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaelezea katika sura ya 4 wale ambao wanatakiwa kuolewa. Katika sura ya 4 Mungu kaelezea mtiririko wake. Kija katika sheria, katika fiqh ndio imeeleza kwamba mtoto wa nje ya ndoa, mwanaume kazaa na mwanamke hawajaoana, basi huyu mwanaume anaweza kamuoa yule mtoto na sheria haijamkataza. Sasa hapa ndio unaona kwamba namna gani kwamba zinaa imekatazwa. Inakuvua we baba, hata yule mtoto inaonekana kama vile si mtoto wako, kwa sheria haikutambui kwa mtoto yule. Na si hivyo tu, basi mtoto yule wewe kama baba Diamond yule hawezi mtoto yule akaenda kupiga goti kumuozesha. Sheria haimtambui Diamond kama ni mtoto wa kwake. Watoto waliokatazwa kwa mujibu wa kuoa katika sheria, Mungu kastaja katika sura ya 4 pale. Ni mtoto wa kwako huwezi kumuoa wewe, sawa mtoto wa mtu ambaye dada yako imeelezwa. Lakini sasa huyu ambaye nje ya ndoa sheria haikutambui, inaonekana kama ni mtoto wa mtu mwingine, sio wa kwako wewe. Na ndio maana sheria imekuruhusu unaweza ukaoa. Kwa hiyo Diamond sheria haimtambui kama yule Tifa ni wa kwake, sheria haimtambui. Sio mtoto wake kisheria. Sawa, si mtoto wake. Sasa hapo ndio ujue kwamba Uislamu umechunga mipaka ya sheria, kwamba unatakiwa lazima, ili ukitaka kufanya tendo la ndoa lazima uhakikishe mwanamke umemuoa.